Bwana, kama kawa kama dawa, bwana, mimi naitwa Ali Upuji kuntunye kidimdimu Mwandila ndani ya Kijiwe Mchongo na TT AMIS. Tuko Sukari House, tumekuja hapa bwana kuja kupiga story mbili tatu na ndugu wawekezaji kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Kama umefika hapa huna elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji, basi tunahakikisha kuanzia hapa ground floor ya kwanza mpaka ya pili utapata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Lakini vile vile tutaweza kuhakikisha kwa wale ndugu wawekezaji, je, faida wanaziona? Bwana, karibu sana na usitoke. Mzee wangu, shikamoo. Marahaba, ujambo? Kwema kabisa. Salama kabisa. Mimi naitwa Ali Upuji, natokea UTT. Mzee wangu, unaitwa nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Silvanus Medad Soko. Okay. Natokea Goba, Tanzania. Okay, sawa. Dar es Salaam tuseme. Sawa. Mzee wangu, labda kwanza hapo umesema unatokea Goba. Ndio. Hivi unafahamu, ukiachana na hii ofisi ya UTT hapa Sukari House, unafahamu kama sisi tuna ofisi nyingine maeneo ya Ubungo kule karibu na Mlimani City? Mlimani City? Hapana, hiyo sifahamu. Uifahamu? Ndio. Barabara ile ya Samnujoma, si unaijua vizuri? Ile najua. Yaani maana yake ile kutokea pale Mwenge kuja, kama unataka kuja Ubungo mawasiliano. Naifahamu vizuri sana. Kuna jengo pale linaitwa PSSSF, refu hivi la blue. Mawasiliano pale. Nafahamu sana. Sasa sisi ukiingia pale kuna jengo kwa nyuma linaitwa Parking Tower. Okay. Sisi tuna ofisi mule ndani za UTT. Na lengo mama ni kwa wakazi wa Goba, Bunju, Tegeta, Mwenge, Ubungo, Kimara, tumewasogezea pale kwa sababu naamini mzee wangu kutoka kama ni Bunju au Goba mpaka huku ni mbali sana. Na pale wanapitaga karibu kila siku. Ulikuwa ufahamu? Maeneo yale sifahamu kama kuna UTT. Basi mimi nakufahamisha kuna kitu kinaitwa UTT, lakini sikujua kama ofisi zao ziko pale. Kwa hata UTT yenyewe manake hujui chochote kuhusiana nayo? Sifahamu chochote kwa kweli. Okay, labda ni nani ambaye aliweza kukushauri kwamba nenda UTT, au ni wewe mwenyewe kupitia mitandao ya kijamii, au ulikuwa umeisikia wapi? Hapana, nimesikia kwa kuna mwanasheria mmoja yuko jengo opposite na hapa. Okay. Nilikuja kwake. Mimi law advocate. Okay. Sasa. Kwa akamwambia bwana, hebu nenda UTT. Akanishauri katika mambo tulikuwa tunaongea ya kisheria. Okay. Kwamba ni vizuri kama pesa zako unaziweka UTT. Sawa. Wanatoa faida kubwa. Sawa. Sasa labda na mimi nikuongezee kidogo, mzee wangu. UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha, inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Uwekezaji maana yake ni kuchukua pesa yako kuja kuileta kwetu sisi. Maana yake inazalisha faida. Kwa kuna tofauti wa kuweka pesa sehemu na kuwekeza. Sisi unakuja kuwekeza. Maana yake ile pesa yako inazalisha faida, ambapo takriban kwa mwaka UTT sisi tunakupa wastani wa faida ya 12% kwa kile ambacho ulichowekeza. Mfano mathalan, mzee wangu, labda nikwambie kitu kimoja, ukaja ukaweka pesa yako mwaka mzima ikatimia milioni. Ni mfano mdogo tu, si ndio? Ikatimia milioni 1. UTT sisi tukisema tukupe wastani wa faida ya 12%, ambayo hiyo ni minimum. Maana yake pesa yako haitakuwa milioni 1 mpaka mwisho wa mwaka. Itakuwa ni milioni 1,120,000. Kwa maana yake ile 1,120,000 imeongezeka kama ni faida kutoka UTT. Lakini vile vile pesa yako ukiweka UTT, sisi huku hakuna makato. Sisi umeelewa mzee wangu? Tofauti na kuweka pesa sehemu nyingine. Lakini vile vile sisi UTT tuna mifuko 6 ya uwekezaji. Kuna Umoja, kuna Wekeza Maisha, kuna hati fungani ambao kwa kitaalamu unaitwa bond fund, kuna mfuko wa Umoja, kuna mfuko wa Ukwasi ambao unafahamika kama liquid, lakini vile vile kuna mfuko hadi wa watoto. Umeelewa? Kwa maana yake hapo wewe utaangalia ni sehemu gani ambapo wewe pesa yako inaweza ikakusaidia katika namna ya kuwekeza, lakini vile vile katika kila mfuko minimum sisi tunaweza kutoa wastani wa faida ya 12% kila mwisho wa mwaka. Lakini vile vile ukijiunga kila mfuko utakaoweka, na hiyo ni minimum. Na hiyo kwa mfano mzee wangu nikikwambia labda katika AGM ya mwaka jana katika ile ripoti ya mwisho wa mwaka na UTT mifuko iliweza kufanya vizuri. Sio kwamba kufikia target ya 12%. Na ndio maana nikasema 12% ni kama minimum. Mwenyewe kuna mifuko iliweza kufika 14%, kuna mifuko iliweza kufikia 13%. Kwa maana yake sisi tunapigia ile minimum. Lakini mwisho wa siku inawezekana labda katika mfuko wako mfuko mmoja wapo ambao unaweza kuwa umeuchagua, inawezekana ikafika mwisho wa mwaka ikawa sogea imepanda juu. Kwa hiyo sisi tunazidi kukukaribisha sana UTT, lakini vile vile UTT unaweza ukaweka pesa yako ukaitoa muda wote ambao unaotaka, maelewa, kutokana na mfuko labda ambao utakuwa umeuweka. Lakini vile vile unaweza ukatoa pesa yako ndani ya siku 3 za kazi, lakini kuna mfuko unaweza ukatoa ndani ya siku 10 za kazi kutokana na mfuko na pesa kiasi ambacho unakitaka. Lakini UTT kwa siku kutoa pesa ni chini ya milioni 5. Lakini ukitaka kutoa zaidi manake mpaka ujaze fomu na uje hapa ofisini au uende katika ofisi yoyote au benki ya CRDB. Sisi kama umeelewa mzee wangu? Nakuelewa. Labda na swali dogo kama nyinyi UTT mna tofauti gani na benki za kawaida?
Okay, sawa. Sisi UTT na benki utofauti ni kwamba cha kwanza kabisa unazungumza katika uwekezaji au katika kuweka pesa benki? Katika kuweka pesa benki. Okay, sisi utofauti cha kwanza kabisa ukiweka pesa yako UTT ikikata mwaka mzima hata miaka 10 kama umeweka milioni 10 ile milioni 10 unaikuta iko vile vile, sana utakuta faida imeongezeka. Sawa. Sisi ndio utofauti na hizo taasisi nyingine na sisi hatuweki hela. Sisi unakuja kuwekeza maana yake pesa yako inakaa kwetu inazalisha faida. Huo ndio utofauti wa kwanza. Lakini vile vile sisi tunaweza kusema kama UTT ni sehemu salama mbele katika uwekezaji wako wa pesa yako. Lakini vile vile sisi UTT ni taasisi ambayo iko chini ya serikali. Kwa maana yake pesa zako ziko sehemu salama kwa sababu iko chini ya taasisi ya serikali, mzee wangu. Nafikiri hapo kwa machache unaweza kuwa umenielewa. Hapo nimekuelewa vizuri. Okay, labda kwa hayo machache mzee wangu, hebu tuchukue fursa hii neno lolote la kumwambia, inawezekana labda sengeno na ndugu yako, mwanao, labda mama yetu, mtu yeyote ungependa kutaka kumshauri kuhusiana na UTT, labda leo hii anakusikia kwa mara ya kwanza. Kwa kweli kwa maelezo niliyosikia kwa mara ya kwanza nimefurahia sana UTT. Okay. Yaani ni uwekezaji mzuri. Okay. Mara nyingi watu huko nje mitaani wanazungumzia uwekezaji. Watu wanatoka nje kuja kuwekeza Tanzania. Kwa hiyo serikali imetupatia fursa ya kuweza kuwekeza wenyewe sasa hapa kwa kupitia UTT. Kwa ningewashauri ndugu zangu, dada zangu, kaka zangu, mama zangu tuwekeze kwa kupitia UTT. Serikali imetuona na imetutambua. Imetupa kitu cha kuwekeza. Nimefurahia sana. Niliuliza hapa tofauti yao na benki kwamba tofauti yao ni kwamba ukiweka pesa yako ni kama umewekeza yani. Huweki. Kwa mfano mimi labda nikitoa mfano benki moja niliweka pesa yangu nikakaa ndani ya nafikiri miaka 2. Nikaenda naingiza kutoa pesa naingiza peni na nikatalia. Nikaingia ndani kuuliza jamani imekuaje? Wakaniambia kwa sababu akaunti yako kuitumia muda kwa hiyo kuna makato inakuwa dormant na kuna makato ya riba kila mwezi. Kwa hiyo inakatwa inatolewa pesa. Kwa hiyo hata pesa yako imepungua. Iko kidogo. Lakini sasa hapa UTT wanasema wao hawakati chochote. Pesa yako inatunzwa kama pesa yako kama umewekeza. Ila utapata faida juu. Sawa. Kwa hiyo ni kitu kimoja cha kujivunia sana kwa UTT na serikali yetu. Kabisa. Huo ndio ushauri wangu kwa Watanzania na ndugu zangu wengine. Kabisa. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia. Dada, mambo? Poa. Mzima? Mzima. Mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT. Sio, unaitwa nani dadangu? Naitwa Vivian Ndege, natokea Tabata. Okay, karibu sana. Lakini sorry, Vivian, unafahamu kama sisi UTT tuna ofisi kule maeneo ya Samnujoma, ile barabara ya Samnujoma? Okay, sikuwa nafahamu lakini leo nimefahamu. Leo ndio umefahamu. Yeah. Sasa unajua tumefungua ofisi kule kwa ajili ya wakazi ambao kidogo maeneo yao yanakuwa ni mbali. Unajua kuja Sukari House hapa Posta, mtu anakaa Bunju, Tegeta, labda Goba, Tabata, Kimara, Mbezi. Ofisi iko pale katika jengo la PSSF. Kuna jengo la kwa nyuma ukizunguka linaitwa Parking Tower. Ni jengo fupi tu. Ukifika pale utaona kuna mabango mengi ya UTT. Ukienda pale, huduma unayoipata hapa, operations zote zile, una changamoto pale pia nao unapata. Kwa next time labda kama kuna jambo lolote unaweza ukapita pale kwa ajili ya kukusaidia. Unajua umbali inawezekana labda Tabata Segerea, inawezekana ni mbali mpaka kuja Posta. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, Vivian ni mwekezaji wa muda mrefu au ndo kwa mara kwanza leo umekuja UTT? Nimekuwa nikiwekeza na UTT sasa hivi ni miaka 3. Wow. Yeah. Wow. Na kiukweli naona faida. Ni sehemu salama, ni taasisi ya serikali. Yaani ni sehemu nzuri sana. Kuliko sisi wanawake tumezoea sana vikoba. Mtu anaweza kukimbia na hela yako, lakini hapa ni sehemu salama kiukweli na faida naziona. Faida unaziona. Na umejiunga katika mfuko gani hasa au mifuko mingapi? Okay. Nimejiunga kwenye mifuko 2 ya Liquid Fund na Bond Fund. Liquid Fund Na Bond Fund. Na Bond Fund. Haya masuala ya UTT na uwekezaji uliyasikia wapi mpaka kuja kusema bwana hapana, mimi kama Vivi kijana umri wangu naruhusu niwaze kuwekeza? Ulisikia kupitia mitandao ya kijamii? Mama alikwambia labda mama ni mwekezaji wa muda mrefu, kaka yako alikaa kaza no Vivi unaanza kukua sasa hivi nenda kawekeze? Ulisikia wapi?
Okay, kiukweli mimi UTT nimeisikilia TikTok. Okay. Nilikuwa natafuta sehemu za kuwekeza ambazo ni salama. Na kwenye video ambazo nilipitia nikamsikia mwalimu fulani hivi alikuwa anaongelea shughuli za UTT, nikaja hapa. Nikaamini na nikafungua account nikaanza kuwekeza. Okay, sawa. Ulisikia masuala ya uwekezaji na UTT AMIS kupitia mitandao ya kijamii. Je, kuna elimu yoyote ambayo toka umeanza kuwekeza, umesema for almost miaka 3 mpaka sasa hivi, right? Kuna elimu yoyote labda ambayo umeweza kuisambaza kwa watu wako wa karibu nyumbani, labda kama ni mama, baba, yani kuna kile kitu ambacho mtu unafanya unasema no, hapana, mimi kama familia yangu hii faida ninayoipata mimi hasa nahitaji hii faida iweze kuzunguka katika familia yangu? Kiukweli mimi nilivyoanza kuwekeza UTT baada ya kuona faida ndo nani wadogo zangu nikawajuza nikawaeleza kwamba waingie kwenye UTT. Okay. Yeah. Na wameingia? Wameingia tena. Yeah. Ni wadogo zako wadogo sana katika mfuko wa watoto au kidogo? Unajua mtu akishakuwa chini ya miaka 18 ni mtoto. Okay, sure. Kwa hiyo unapata mzazi anakuwa anamsimamia. Yeah, lakini faida zake ziko pale pale. Okay. Yeah. Sasa labda turudi neno lako la kuweza kuambia Watanzania marafiki zako kuhusiana na uwekezaji wa UTT AMIS. Inawezekana kuna rafiki yako, kuna Mtanzania yote sasa hivi ambaye anakusikia kupitia Kijiwe Mchongo hajui chochote kuhusiana na UTT. Leo hii hebu mjuze UTT ni nini na ikiwezekana mshauri aje kuwekeza. Kiukweli ushauri wangu kwa vijana wenzangu na kubwa zangu, UTT ni sehemu salama na ni sehemu ambayo hakuna mtu anaweza kukimbia na hela zako, kwa sababu ni taasisi ya serikali kama nilivyosema kabla. Na pia unaweza ukafuatilia mifuko yako kwenye simu, kupitia simu ukaona faida zako, na unaweza kwenye app na pia kwenye kutoa pia unaweza ukatoa. Tunasubiria siku za kazi. Na unapata hela yako kwenye bank. Ya kwao ni sehemu salama. Wakaribie. Wakaribie. Na wewe mwenyewe leo umekuja kutoa pesa? Nimekuja kutoa pesa na nimefurahi kabisa, maana mfuko enda kuingia hapa kesho. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia. Mzee wangu shikamoo. Marhaba kabisa. Kwema? Safi kabisa. Mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT AMIS. Sisi mzee wangu anaitwa nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Mr. Mohamed Pir Mohamed. Okay. Nimezaliwa mkoa wa Lindi. Na naipenda sana UTT. Okay. Kila nikisikia UTT najua hapa ndio pa kuwekeza. Sawa. Usisahau ukitaka kuwekeza njoo UTT. Sawa. Na manake hapa unaishi Lindi au uko Dar es Salaam? Mimi niko Dar es Salaam hapa. Okay, lakini ni mkazi wa Lindi. Ni mkazi wa Lindi, nimesoma Lindi, lakini hapa naipenda sana manake kila kitu Dar es Salaam, Lindi kule bado. Sasa na una muda gani hasa toka umeanza kuifahamu UTT na kuwekeza? Mimi nimefahamu leo imekuwa zaidi ya miaka 15. Naipenda sana UTT na nimewekeza katika mifuko 6 hivi. Yote? Yote. Si watoto tu bado sijawekeza, nitamwambia watoto waje kuwekeza. Lakini manake kwamba elimu hii hadi watoto wako umewapa? Watoto bado sijawapa elimu, lakini polepole wataipata elimu hiyo. Na nyumbani mwekezaji ni wewe peke yako? Mimi na mama watoto. Na mama. Naye mama amewekeza mifuko mingapi? Mama pia amewekeza katika mifuko kama 4. Mifuko 4. Ambaye naye kila siku nikimuuliza mama unataka kuwekeza wapi? Nenda UTT, usiende ukawekeze shambani utakosa mazao. Weka hapa UTT. Ukija tu hapa UTT utakuta mambo safi kabisa. Na wewe toka umeanza kuwekeza takriban miaka 15, for almost 15 years. Yeah. Kuna ile profit ambayo umeiona unasema nimeona profit mzuri sana kabisa. Okay. Neno lako la kuweza kuambia Watanzania kuhusiana na UTT AMIS, watoke huko waje kuwekeza huku, neno lako hebu waambie Watanzania. Mimi ninawaambia Watanzania wote kila mtu aje kuwekeza hapa UTT. Usiangalie sehemu nyingine, njoo hapa UTT. Mambo safi kabisa. Mambo safi kabisa. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia. Mzee Mohamed hapa. Kamkuba vipi? Fresh. Uko poa? Niko njema. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju, natokea UTT. Sijui ndugu yangu unaitwa nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Daudi Kempu, natokea Temeke. Unatokea Temeke? Yeah. Okay, sawa. Karibu Daudi. Ni mwekezaji ni kwa mara ya kwanza leo hii ndio umekuja labda kutaka kujua elimu au ni mwekezaji wa muda mrefu? Mimi ni mwekezaji wa muda mrefu.
For almost miaka mingapi? 3 mpaka sasa. Miaka 3. Katika mfuko gani? Jikimu. Jikimu Maisha. Hongera sana. Asante. Elimu hii uliweza kuipata wapi, au ni nani ambaye aliweza kukushawishi mpaka mwisho siku ukaijua UTT na ukasema hapana, sasa na mimi nahitaji kuweza kuwekeza na UTT? Hii elimu kwanza sikukutana na mtu kunipa elimu la basi, kwa sababu na tabia kusoma vitabu, kwa nilikutana kwenye njia ya vitabu nilivyosoma. Kwa sababu na mimi napenda masuala ya uwekezaji. Kwa nilipokutana na kitabu, nikakutana na kitabu ambacho kinaelezea masuala ya UTT, nilivyosoma, nikasoma location, nikaja, nilipokuja nikapata elimu, baada ya elimu nikaanza uwekezaji. Okay, sasa hongera sana. Na hii elimu baada ya kuipata, umewekeza ndani ya miaka 3, kuna faida yoyote umeiona? Kuna faida nimeiona, kwa sababu kuna hela ambazo nilikuwa nazitumia pasina sababu za msingi, lakini baada ni kuanza uwekezaji kuna hela zangu nikawa naweka huko. Unaweka huko. Na umeona faida? Faida naziona. Okay. Sasa labda turudi, kuna elimu yote ambayo mpaka sasa hivi umeweza kuona faida na UTT, labda ukasema hapana, na mimi sasa nahitaji nisambaze elimu kwa ndugu zangu, marafiki zangu, ikiwezekana shemeji, mama, baba? Ni kweli, baada ya kuwekeza kwanza nilijipa muda kama miezi 6 kuwekeza, nilipoona faida nikaanza kuwapa elimu ndugu zangu kwanza wa nyumbani. Baada hapo marafiki zangu walionizunguka, hata mashuleni kule nilikuwa chuo, basi nilikuwa nawapa elimu. Okay. Sasa labda turudi, neno lako la mwisho la kuweza kuambia Watanzania wanaokusikiliza sasa hivi kupitia Kijiwe Mchongo, ni neno lipi kuhusiana na UTT AMIS? Mtu anakusikia kwa mara ya kwanza leo. Kitu cha kwanza ni kwamba UTT AMIS ni taasisi ya serikali ambayo inasimamiwa na serikali. Pia ni taasisi ambayo ukiwekeza pesa zako zinakuwa salama. Na pia kuna mifuko zaidi hata Jikimu ambayo mimi nimewekeza, kuna mifuko mingine, wekeza maisha kwa watoto, kwasi. Kwa hiyo nawashauri wa Tanzania, vijana wenzangu kama mimi, wa mama, wa baba na hata watoto pia kuja kuwekeza, kwa sababu ni sehemu salama na watapata faida. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imenifikia Mwanadizo. Naam, tumetoka kuweza kusikia maoni mbalimbali kwa ndugu wawekezaji kuhusiana na masuala ya uwekezaji na UTT AMIS. Kuna baadhi yao ambao waliweza kuzungumza takriban ndani ya miaka 3 wameweza kujiunga na UTT AMIS na faida wameweza kuziona, lakini vile vile tunazidi kukusisitiza hata wewe ambaye leo hii unafuatilia Kijiwe Mchongo na UTT AMIS Instagram, Facebook pamoja na TikTok, lakini bila kusahau YouTube, katika mitandao yetu yote ya kijamii, kwamba usiache kupata elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji na Kijiwe Mchongo, au sivyo? Na sisi tutazidi kuswampa mtaa baada ya mtaa kuzidi kuwapa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju kuntunye Kidimdim Mwandila. Nimshukuru sana Manase au Masawe Mtumbadis kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Bwana, tukutane next time.